Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu imamu wetu wa msikiti, ndugu zangu waislamu wenzangu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nimrudishie shukrani kwa neema zake nyingi, lakini tunamwombea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani ziendelee kumfikia. Leo mimi nimekuja hapa kushirikiana nanyi katika ibada hii, ikiwa ni sehemu ya kusindikiza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutufikisha tukiwa na uhai siku hii ya leo, lakini vile vile kumuomba Mwenyezi Mungu rahma zake tena aweze kutusaidia tukauona tena mwaka ujao. Lakini zaidi pia nimekuja tuweze kushirikiana na nyinyi sote kumwombea Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu kipenzi, ambaye kwa hakika anatupenda wa Tanzania na anafanya makubwa sana katika muda mfupi, na nyinyi mmethibitisha. Na kitendo ambacho amekifanya juzi cha kushuhudia utiaji wa saini wa reli yetu ya standard gauge kutoka Makutopora kuja Tabora ni kitendo cha kihistoria na kina maana kubwa sana kwetu sisi watu wa Tabora. Na nikajua hapa railway kwa sababu ndio litahusika hasa, sababu katika vile vituo 8 vitakavyojengwa kupitia standard gauge ya Makutopora Tabora, takuwa na kituo kile cha Tura, kuna cha Mlongwe, Marungwe, Igwalula, lakini vile vile na station yetu kubwa hapa. Sasa sisi hapa station kubwa tunaambiwa kutakuwa na ujenzi mkubwa sana, station yote itavunjwa na kutakuwa na maduka makubwa na shopping mall kubwa, mabenki, na tunategemea sasa na tutakuwa na msikiti kama, kwa sababu msikiti ulikuwepo toka awali. Kwa hivyo nategemea tutakuwa na marekebisho makubwa na mambo mengine ya huduma kama hii ambayo itaboreka zaidi inshallah. Kwa hivyo tunategemea Tabora kweli hiwe ndio kitovu cha biashara na uchumi kwa kanda wetu wote wa magharibi. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, ameelekeza pia sasa jitihada za kupata mkandarasi kwa ajili ya Tabora Isaka zimalizike, ili muungano sasa, kwa sababu mnavyojua Mwanza tayari wameshaanza na wako njiani wanakaribia kufikia Isaka. Kwa hivyo tutakuwa tumemaliza treni nzima SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Lakini pia ameelekeza SGR kutoka Tabora mpaka Kigoma, lakini vile vile Kaliua mpaka Mpanda. Na sisi kwa Tabora kwa mtandao mzima wa reli ni jambo ambalo ni la kihistoria na ni jambo ambalo ni la kiuchumi, na litafungua uchumi mkubwa sana katika mkoa wetu, lakini litaongeza kipato kwa wananchi, ajira, fursa mbalimbali zitatokea. Na nikasema basi tuendelee kushajishana, tuendelee kuhamasishana, hizi fursa zitufaidie sisi. Fedha nyingi trilioni 7 katika trilioni 4.4 zitakazokuja kwenye mradi wa SGR, 75% ni hapa Tabora. Sasa tupate hizo kazi za kusupply makokoto, kusupply vifaa, ajira na shughuli mbalimbali ambazo zitatokana na fedha hizo za standard gauge. Lakini sio hivyo tu, mwezi huu wa kwanza tunaoanza tukijaliwa, kutakuwa pia na uzinduzi wa bomba la mafuta lile. Na lenyewe kutakuwa na shughuli nyingi za kiuchumi, za uwezeshaji, fedha ni nyingi sana. Lakini hata jana tu tumeshuhudia utiaji wa saini wa mikataba ya makandarasi wanaojenga miradi ya maji zaidi ya bilioni 5. Na katika wakandarasi 7, mmoja tu ndio wa Tabora. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naombeni fursa hizi zipo. Napenda sana kila kazi itakayofanyika basi tupate sisi watu wa Tabora. Kwa hivyo mimi nimekuja kushirikiana nanyi. Tuomba Mwenyezi Mungu atujalie sia njema, atuvushe salama mwakani. Lakini vile vile atujalie sasa tuweze tukashikamana na Mheshimiwa Rais wetu na viongozi wote, tuweze kumwombea dua. Lakini vile vile
na sisi tunufaike na mambo mazuri haya yanayokuja hapa kwa kujituma. Lakini vile vile kama kuna mambo ambayo ameelewa vizuri jinsi gani mtafaidika na hizo fursa, msiache kuja kutufuata ofisini. Na mimi nimesema tutakuwa na afisa pale atakayeshughulikia masuala mazima ya mahusiano kati yetu sisi na wananchi, kwa maana ya kuwaelezea fursa za kiuchumi ambazo zipo na jinsi gani wananchi wanaweza kufaidika nazo. Nachowaomba tuendelee na umoja na mshikamano baina yetu, lakini vile vile tuendelee na kuenzi na kulinda amani. Watu wa Tabora ni watu waungwana sana. Kwa hivyo hatutegemei mkoa wetu ukachafuka kwa mambo ambayo sio mazuri, ya vibaka vijana kidogo kufanya mambo ambayo yataharibu sifa ya mkoa wetu. Kwa hivyo tuendelee kutoa elimu mashehe wangu, lakini vile vile kuwafanya watu wakaendelea kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Vitendo vile vya kizamani vya ushirikina vile tutaendelea kuvikemea, lakini tutaendelea basi kuwa na umoja na mshikamano katika kamba ya Mwenyezi Mungu, ili basi tufanikiwe kwa yale ambayo tunayakusudia. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana kwa heshima hii mlonipa. Sikutegemea ningesema, lakini ninashukuru kwamba mmeona ni tuwasalimiane na tuweze tukaombeana mema. Na mimi niwaombe wazee wangu mzidi kutuombea na sisi. Siku zote tunategemea maombi yenu, muongozo wenu. Wanasema siku zote sikio haliwezi kuzidi kichwa. Pamoja kwamba sisi ni viongozi, lakini nyinyi ni wakubwa zaidi na mnajua mengi zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kuwasikiliza na kufanya kazi pamoja. Asanteni sana. Shukran. Jazakallahu khair. Ahsan, jazakallahu khair. Mheshimiwa waumini, takriban dakika 7 mpaka 10 amezitumia vizuri mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kutoa ujumbe mujarabu, maneno kuntu kabisa, ambayo yatakuwa yamesisimua nyoyo za wengi kwa ajili ya kutafakari, ikiwa ni muendelezo wa nasaha ambazo tumekuwa nazo kwa ujumbe wa Jumaa nzima ya leo. Kwa kweli imekuwa ni Jumaa ya wonderful, imekuwa ni Jumaa nzuri sana ya ajabu sana kwetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Balozi Daktari Batilda Salha Burian